msikilizaji katika sehemu ya 11 ya simulizi yetu nzuri iitwayo Secret Agent msimu wa kwanza. Yani badala ya kuwa na msimu wa pili tutakuwa na sehemu ya 11, 12 mpaka 14 au 13. Basi hapo tumeishia katika sehemu ya 10 msimu wa kwanza, ni pale ambapo watu walikuwa wanatoa ushahidi juu ya rais kuhusika na mauaji ya Askofu Joshua. Shahidi wa mwisho alikuwa anasema kwamba wakati nilikuwa namkatakata nikagundua kwamba kuna mtu alikuwa ananichungulia. Nilihisi mlango wa chumba kimoja ukiwa unajifunga, lakini sikuwa na uhakika. Nikataka kujihakikishia kuwa alikuwa nipo mwenyewe mle ndani, jambo ambalo ningetakiwa kulifanya mwanzoni. Nikausogelea ule mlango, nilipokuwa nimefika nikajaribu kufungua, nikaona ulikuwa umefungwa. Nikauvunja, na hapo nishtuka kumuona mke wa Askofu Joshua akiwa amejificha chini ya kitanda. Nilijua kwamba kujificha kwake itakuwa alikuwa ameniona. Nikamtoa chini ya uvungu. Kisha nikambembeleza kwamba niambie nani ambaye alikuwa amemuua Askofu Joshua, lakini alikataa kata. Ndipo nilimpiga risasi ya moyo akamekufa pale pale. Nikatoka chumba cha askofu na mkewe, nikawa nimemsikia mtu akiwa anabisha hodi getini. Nikatoka na kujificha kwenye bustani ya maua. Hapo nikamwona mzee Kibangu akiwa anaingia. Aliingia mpaka sebuleni bila kujua kwamba kuna mtu alikuwa anamtazama. Baadaye nikasikia geti likiwa linafunguliwa. Na hapo nikamwona kijana mmoja hivi ambaye alikuwa amebeba mfuko ambao ndani yake sikujua kulikuwa kuna nini. Hivyo nikawa nimeondoka zangu. Nikaona nikizidi kupoteza muda pale nikuteleza mazingira ukamatwa. Akanyamaza kwa kitambo akiwa anapumua kama mtu ambaye alikuwa ni mwenye hofu, kisha kaendelea. Hivyo mimi sikumua Askofu Joshua, ila ndio nilimua mke wake. Nipo tayari kutoa ushahidi mahakamani, haki itendeke. Lakini Rais Bosco Kinyonumba ndiye chanzo cha haya yote. Asanteni. Akamaliza. Rais Kinyonumba akahisi kichwa kinamzunguka. Akili yake ilikuwa inamkimbia, lakini hakuamini alichokuwa amekisikiliza ni kweli au ni ndoto. Upuuzi gani huu? Rais Kinyonumba akaipiga ile simu chini, ikapasuka vipande akiwa amefura kwa hasira. Tunaendelea msikilizaji katika sehemu ya 11 ya kujua nini kilijiri katika mwendelezo wa simulizi ya Secret Agent ni wakala wa siri. Mtunzi akiwa ni Robert Heriel, ikiwa simuliwa nami director Owen kutokea hapa Simulizi MX. Simulizi unakuwa unaipata kwa haraka zaidi ndani ya SMX app, na simulizi nyingi mpya ziko huko. Simulizi kari inayokwenda kwa jina la dakika ya 98 nani anahusika inapatikana ndani ya SMX app sasa hivi. YouTube channel ni Simulizi MX, hakikisha umesubscribe kuendelea kubudilika na simulizi tamu kweli. WhatsApp ni 0677062012. Tunaendelea msikilizaji na simulizi hii tamu kweli iitwayo Secret Agent. Muda wa jioni, Mr. Gombe akiwa ndani ya gari lake akiwa na kijana mwingine walifika Ukawe nyumbani kwa mzee Kibangu. Wakasimamisha gari nyuma kidogo kabla ya kufika geti la nyumba ya mzee Kibangu. Kisha Mr. Gombe akamwambia yule kijana ashuke kwenda kumuulizia mzee Kibangu nyumbani kwake. Ingawaje alijua kwamba mzee Kibangu hayupo nyumbani kwake, yule kijana kashuka akiwa anatazama huku na huku. Kisha kama amesonga mpaka alipokuwa amefikia geti la nyumba ya mzee Kibangu. Akabonyeza kengele ya umeme, kisha akawa anasubiria kufunguliwa geti. Yule kijana aligundua kwamba kwenye lile geti kungelikuwa kuna kamera, hivyo alivaa vizuri kapero yake kichwani na kuishusha kwenye uso huku akiwa amevaa miwani mieusi. Mara zote alijihami na kamera zilizokuwa zipo kwenye lile geti. Kisha geti likafunguliwa na mlinzi. Baada ya mlinzi kumhoji maswali na kujihakikishia kwamba hakuna tatizo lolote lile, akamuita mke mzee Kibangu, Bi Kibangu, kisha akamruhusu yule kijana kuingia ndani ya geti. Mr. Gombe akaendelea kusubiri akiwa yuko ndani ya gari huko akiwa anavuta sigara yake. Baada ya dakika 5 kama muone yule kijana akiwa anatoka ndani ya geti la nyumba ya mzee Kibangu. Yule kijana alipokuwa amefika kaingia ndani ya gari kisha wakaondoka. Tunaelekea wapi bosi? Yule kijana akasema huko akiwa anaendesha gari. Twende mpaka Kimara Korogwe, kule kuna mtu nataka nikaone naye. Mzee Gombe akasema. Wakapita Mwenge Matawa akachukua elekeo Ubungo. Wanasonga mpaka dereva alipokuwa amekatisha na kuliingiza gari kwenye kituo cha mafuta kilichopo Mlimani City. Baada ya kujaza mafuta wakaendelea na safari wakivuka jengo la mawasiliano na kukabili Ubungo flyover. Kisha wakakata upande wa kulia kuifuata Morogoro Road. Tayari jua lilikuwa limekusha zama na kiza cha usoni kilikuwa kinawayawaya usoni pa nchi. Haikuchukua muda mrefu walikuwa wameshafika Kimara Bucha kwenye U-turn.
Wakasubiri tai waruhusu. Ilipowaruhusu wakapinda kulia wakikata barabara mpaka upande wa pili, wakaingia kwenye service road ambayo ilikuwa ni ya vumbi. Wakasonga kwa kitambo kama dakika 2 kasoro wakatokea Korogwe, wakakata upande wa kulia kwenye barabara ya vumbi. Haikuchukua muda mwingi wakasimama. Mr. Gombe alishangaa kuona gari ya mzee Kibangu. Akachukua simu yake na akabonyeza kisha kaiweka sikioni, alafu akaanza kusema, nimeikuta gari ya mzee Kibangu hapa kwa Askofu Joshua. Sawa mkuu. Akakata simu kisha akamwagiza yule kijana amsubirie ndani ya gari, kisha yeye alishuka kwenye gari na kuenda kwenye nyumba ya Askofu Joshua. Hakutaka kupita kwenye geti, akazunguka mpaka kwenye ubavu wa ukuta wa nyumba ya askofu. Tayari giza lilikuwa limeingia. Akapanda kwenye ukuta kisha akarukia upande wa pili. Akatulia kwa kitambo kufanya yale mazingira ya mzoe na kuwa sehemu yake. Kisha akamshtuka kumuona mtu akiwa anachungulia kwenye dirisha. Alikuwa anajiuliza mtu yule alikuwa ni nani, lakini lilikuwa ni swali lisilokuwa na majibu. Bado alikuwa amejificha katika moja kati ya bustani ya miti iliyokuwa imezunguka nyumba ya askofu, huku akijaribu kumtathmini mtu yule ni nani. Kabla hajajua afanye nini, ghafla akasikia geti likiwa linafunguliwa upande mwingine wa nyumba, kisha akamuona yule mwanaume aliyekuwa anachungulia dirishani. Akishtuka na kuondoka pale dirishani. Mr. Gombe alichukua simu yake akampigia kijana ambaye alikuwa kwenye gari. Kuna mwanaume anatoka sasa hivi hapa getini, hakikisha kwamba unamtia nguvuni. Kisha alikuwa amekata simu, halafu akasonga mpaka kwenye ile dirisha akiwa mwingi wa tahadhari. Alipofika dirishani akachungulia, alishtuka kumwona mzee Kibangu akiwa amesimama akiongea na simu, huku mwili wa Askofu Joshua ukiwa umekatwa na mapanga, roho ikiwa mbali nao. Mr. Gombe alitoa simu yake na kuanza kumchukua video mzee Kibangu. Dakika moja haikuisha, mlango ulifunguliwa na akatokea kijana alikuwa amebeba mfuko kwenye kopo lenye maziwa ya mtindi. Mr. Gombe akajua ndiye yule kijana alikuwa amefungua geti na kusababisha yule mwanaume aliyekuwa anachungulia kuondoka. Bado alikuwa akichukua video mpaka mzee Kibangu alipompiga risasi ya kichwa yule kijana, kisha akaondoka. Mr. Gombe akahifadhi ile video, kisha aliingia kwenye WhatsApp, kisha akaituma kwenye namba ya mtu fulani. Halafu akaingia ndani ya ile sebule haraka akiwa yuko mikono yake kavaa gloves, kisha akatoa kichupa akapulizia marashi ile maiti ya Askofu Joshua, kisha akapulizia marashi na ile maiti ya yule kijana. Kisha akaingia ndani kukagua vyumbani. Vyumba vyote vilikuwa vimefungwa, lakini kimoja alishangaa kuona kitasa chake kilikuwa kimevunjwa. Akavutiwa na kusogelea mlango wa chumba kile chenye kitasa kilichokuwa kimevunjwa. Alishangaa kuona mwili wa mke wa Askofu Joshua ukiwa pale chini, huku damu zikiwa zimetapakaa sakafuni. Mr. Gombe aliona jeraha risasi kwenye kifua cha mke wa Askofu Joshua upande wa kushoto ulipo moyo. Cha kushangaza, alishtuka kuona kamba karibu na uvungu wa kitanda. Hii kamba inafanya nini hapa? Mbona ni kama vile ya kunyongea? Mr. Gombe aliwaza na kuisogelea kamba ile na kuikagua. Kisha alipokuwa ameinama ili aweze kuiokota, alishtushwa kuona simu janja ikiwa iko chini ndani ya uvungu wa kitanda. Hii imefikaje hapa? Aliwaza huko akiwa anajaribu kuchora picha ya tukio lilipokuwa limepita jinsi lilivyokuwa, lakini ni kama hakupata muunganiko vizuri wa picha ile ya kitu ambacho kilitokea. Hakuweza kutambua ilikuwaje simu iwe iko uvunguni mwa kitanda. Akaichukua ile simu akajaribu kuibonyeza, lakini ikamtaka aweke neno la siri. Akajaribu lakini akashindwa. Akaichukua ile simu na kuweka mfukoni, kisha akachukua kile kichupa na kupulizia marashi ile maiti ya mke wa Askofu Joshua. Akatoka akimbeba simu ya mke wa Askofu Joshua. Alipofika sebuleni akaifuata maiti ya yule kijana, akaipekua mfukoni, kisha kamebonyeza kisha kameweka sikioni. Habari polisi, kuna tukio la mauaji kwa Askofu Joshua hapa Kimara Korogwe. Kisha akakata simu, alafu akawa ametoka nje na kuitupa simu ile kwenye majani. Kisha akawa ametoka getini na kusonga mpaka lilipokuwepo gari lake. Hapo akamkuta kijana wake akiwa amemteka yule mwanaume. Kazi nzuri sana kijana. Kwa hili nitakupa posho itakayokufurahisha, Mr. Gombe alisema, huku akiwa anatizama mwili wa yule mwanaume uliokuwa umelazwa siti ya nyuma ya gari, akiwa amepoteza fahamu kwa kupewa dawa za kulevya. Tuondoke upesi, polisi watakuja sasa hivi, Mr. Gombe akasema, na moja kwa moja wakaelekea Mikocheni. Wakiwa njiani, Mr. Gombe alikata ukimya. Ilikuwaje? Akamuuliza kijana wake. Ulivyoondoka tu baada ya dakika chache nikamuona kijana mmoja akiwa anatokea upande wa juu akiwa amebeba mfuko ambao ndani yake sikufanikiwa kuona kulikuwa amebeba kitu gani. Akaingia getini. Nikataka kukupigia lakini nikaona ningeweza kukuondoa shabaha.
nikaamua kukutumia ujumbe. Kisha kitambo kidogo nikashangaa nipigia simu na kuniambia kwamba nishughulikie mtu atakayetoka. Kabla hajamaliza kuongea ndipo ametokea mwanaume. Alikuwa akiangalia huku na huku akiwa anabonyeza simu yake. Nikashuka ndani ya gari nikamnyemelea bila hata yeye mwenyewe kuniona. Kisha nikani nimemkaba na kumziba na kitambaa chenye madawa. Akijaribu kufurukuta lakini akashindwa. Uzuri wa eneo lile hakuna wapita njia kabisa na kuna giza. Hiyo kanirahisishia nikani nimemkokota ndani ya gari. Ile namalizia tu kumlaza kwenye siti ya nyuma. Nikashtuka kumuona mzee Kibango akiwa anatoka huko akiwa na kiwewe akiangalia huku na huku. Kisha nikamwona kimya kwenye gari yake na kuondoka. Yule kijana alimaliza kusimulia wakati huo akikatisha gari lake kwenye moja kati ya mitaa kwenye majumba makubwa mazuri ya kifahari yaliyoko Mikocheni. Akasimamisha gari mbele ya geti kubwa la kisasa ambalo ndani yake kulikuwa kuna jumba kubwa linalowaka mataa kwa shani. Geti lilipofunguka, gari kaingia na kuegeshwa kwenye ukumbi wa maegesho ya magari ambapo pia kulikuwa kuna magari mawili. Mr. Gombe akashuka kwenye gari akalakiwa na rais mstaafu Ahmed Selemani akiwa na Jumanne Harfani. Kanzuri sana Mr. Gombe. Kweli ni dume la Gombe. Nikikuita King Kong watu wengi hawajui ninachokwa na kimaanisha. Hivi ndivyo namaanisha kwamba wewe ni mtu wa kazi. Mr. Ahmed Selemani akasema huko akiwa anacheka na kumpongeza sana Mr. Gombe. Walimshusha yule mwanaume ambaye alikuwa amemteka kisha akamuingiza katika jumba lile na kumpeleka kwenye chumba kilichokuwa ni mfano wa karakana. Wakamfunga kamba za miguuni na mikononi kisha wakamfungia mlango. Wakatoka nje na kuketi kwenye moja kati ya bustani za jumba lile ambazo mbele yake kulikuwa kuna mabwawa ya muundo tofauti tofauti yenye kuvutia sana. Kila mmoja kwenye meza yake akiwa na mwenyeji walijadiliana hiki na kile. Huko Mr. Gombe kwa sehemu kubwa akisimulia tukio zima jinsi lilivyokuwa. Baada ya simulizi kuisha na kupongezana, rais mstaafu akamwagiza Gombe ampigie simu mzee Kibanga. Jambo hilo likafanyika muda ule ule. Mr. Gombe akamempa simu rais mstaafu Ahmed Selemani. Kisha simu mazungumzo yakaanza baada ya simu kupokelewa. Habari mzee Kibangu, tumeona yote uliyofanya kwa Askofu Joshua, wewe ndiye muuaji. Ili kukulinda, kesho saa 8 mchana tuonane Oasis Hotel iliyopo Mikocheni. Usije mwambie mtu yote ikiwa unahitaji kuwa salama wewe na familia yako. Usiku mwema. Rais mstaafu Ahmed Selemani akakata simu na alizungumza kwa sauti nzito yenye mamlaka na yenye utisho usiokuwa na mzaha. Kisha Mr. Gombe akamuita yule kijana wake na kumwambia aende nyumbani kwa mzee Kibangu, akahakikisha kila kinachoendelea eneo hilo atoe taarifa. Hakikisha anamfuatilia mzee Kibangu. Yule kijana akachukua Land Cruiser V8 lenye rangi nyeusi na kuondoka muda ule ule akiwaacha wakubwa zake wakiendelea majadala yao. Asubuhi ilifika Mr. Gombe Jumanne na rais mstaafu aliamua kulala kwenye ile nyumba. Walipoamka wote wakaenda kilipokuwa kile chumba alichokuwa amemfungia yule mwanaume waliokuwa wamemteka kutoka kwenye nyumba ya Askofu Joshua. Wakamfungulia kisha akiwa chini ya ulinzi mkali wakaanza kumhoji. Muda huo walikuwa wameshaikagua simu waliokuwa wamemkuta nayo. Baada ya kumhoji na kuelezea kila kitu, walikalinganisha na mazungumzo na jumbe mbalimbali zilizokuwa kwenye simu yake, wakajua alikuwa akisema ukweli. Sikiliza kijana, sisi hatuna shida na wewe. Hata hivyo wala hata tukujui. Na wala hatukudhani kabisa kwamba ungejitokeza katika njia yetu, lakini kwa vile wewe mwenyewe iwe kwa kujua au kutokujua umejikuta mchezoni, basi itakupasa ueleze kila kitu ambacho alikuwa anakutuma Rais Kinyonumba. Ukifanya hivyo tu tunaahidi kukulinda. Sawa Joram? Lakini nilikula kiapo cha kutotoa siri za rais kama zilivyo sheria za watakaoteuliwa kwenye Presidential Protection Unit PPU. Kwa ukitoa siri yote ile utahesabika kama msaliti na muhaini kwa kutoa siri za nchi na siri za rais. Adhabu yake ni kuuawa kwa kifo cha kikatili tena mbele ya PPU wengine ili iwe ni funzo. Joram Koroa akasema, mmoja nilikuwa rais, hivyo usio na wasiwasi. Sitakulinda. Kama utaki basi hatutakuwa na kazi na wewe. Tutakuacha utafakari, sisi tunaondoka hapa. Tukirudi utupe maamuzi yako. Sawa kijana? Rais mstaafu Ahmed Selemani akasema huku akiwa anaondoka na kumwacha pale Joram Koroa. Rais mstaafu Ahmed Selemani akiwa na wenzake akina Mr. Gombe na Jumanne Harfani walimwona Rais Kinyonumba kupitia runinga akiwa anatangaza siku 3 za maombolezo. Wakawa wanacheka huku kila mmoja akiwa anatoa kauli zake. Umekwisha mpuzi, Gombe alisema. Mnafiki mkubwa wewe. Rais mstaafu Ahmed Jumanne akasema,
Ilipofika saa 7 mchana wakaelekea Oasis hoteli ambayo haikuwa mbali kutoka kwenye ile nyumba. Wakafika na kupanda ghorofa ya 16. Kisha akampigia simu ile kijana wa Mr. Gombe, akawapa taarifa kwamba mzee Kibangu alikuwa amemfungia mkia na wapo maeneo ya makumbusho. Moja kwa moja wakajua kwamba mzee Kibangu alikuwa ametiwa alichokuwa amemwambia jana yake. Kitambo kidogo mzee Kibangu aliingizwa na wanaume watatu, kisha akawa ameondoka baada ya kumkabidhi mikononi mwa rais mstaafu Ahmed na wenzake ambao ni Mr. Gombe, CDF Ramadhani Toma pamoja na Jumanne Harfan, na kufanya ukumbi ule kuwa na watu 5. Wakati wanamhoji mzee Kibangu, jambo la kushangaza likatokea kwa upande wa Mr. Gombe. Ile simu ya mke wa Askofu Joshua ilikuwa inaita mfukoni kwake kwa vibration na kutetemesha paja lake. Akaomba udhuru, akatoka kwenda uani kujihifadhi. Alipofika chooni akaitoa ile simu, kisha akakuta namba isiyokuwa imesajiliwa jina ikiwa inaita. Akili yake ikamwambia kwamba ni namba ya askari. Akataka kupokea, lakini akili yake ikamuonya. Akaamua kuizima na kuitoa betri yake, kisha kamerejea kwenye ukumbi na kuendelea mahojiano. Baada ya mahojiano, kisha walikuwa wamemchukua mzee Kibangu kama mateka na kumpeleka kwenye lile jumba pale pale Mikocheni, wakamfungia katika chumba kingine. Kisha wakamfuata Joram Koroa, tayari ikiwa imetimu jioni kabisa. Bila shaka umeshafanya maamuzi. Tunaamini maamuzi yako yanalenga kukuumiza wewe na familia yako na kutuumiza sisi tuliopo hapa. Kuna msemo usemao asiyekuepo na laki alipo. Hiyo ndo kanuni yetu kwa siku ya leo. Mambo ya kinyunomba hapa hayatakuwepo kwa sababu asiyekuepo na laki alipo. Joram Koroa akamalizia, kisha rais mstaafu akaendelea. Umejibu vizuri. Sasa tuambie, upo tayari ama haupo tayari? Nimekubali kwa sharti moja. Joram Koroa akasema, sharti gani hilo? Nataka mnihakikishie usalama wangu. Joram akasema, aondoa shaka juu ya hilo kijana. Rais mstaafu akasema, kisha ukimya kidogo ukatamalaki. Chukueni hizo kamera, tutakurekodi ukielezea kila kitu ambacho rais Kinyonumba alichokuwa anakuagiza na kila tukio ambalo lilikuwa linaendelea mpaka kifo cha Askofu Joshua. Sawa? Mr. Gombe akasema, sawa. Akajibu, kisha akaanza kurekodi video. Kisha alipomaliza kurekodi video wakawa wanatoka. Mbona mnaacha jamani? Joram Koroa akasema, tutakuja kukutoa baada ya mambo yote kuwa sawa. Au nataka utoke ukauawe, si ndio? Si ulisema adhabu ya mtu anayetoa siri za rais ni kuuawa kifo cha maumivu makali? CDF Ramadhani Toa kama amesema, sawa, nimeelewa ukuu wangu, tafadhali nisaidieni. Walimfungia ndani ya kile chumba, kisha wakatoka. Kazi ishakuwa rahisi sana. Tutampigia Mr. Solomon tuonane naye. Rais mstaafu Ahmed Selemani akasema, hapana mkuu. Kukutana na Mr. Solomon sio wazo zuri, hasa wakati wa kampeni za uchaguzi. Nafahamu kwamba lazima rais Kinyonumba atakuwa ameweka watu wake watakaomfuatilia Solomon kwa kila hatua atakayokuwa anaipiga. Nafikiri labda tunakionea kupitia hapo ya Zoom. CDF Ramadhani Toa akasema wazo lake likakubaliwa. Lakini vipi kama line yake ikiwa imedukuliwa? Si unajua siasa zetu za Afrika? Mr. Gombe akasema, hilo nalo neno. Sasa tunafanyaje maana hatutakiwi kufanya kosa hata moja. Unajua hili litakuwa ni kosa la uhaini endapo kama tukibainika kwamba tunafanya njama za kumfanya asiwe rais. Pia mwenzetu bado ameshika mpini. Yeye ndiye ambaye anatambulika kama rais wa nchi yetu mpaka muda huu kwa mujibu wa katiba. Lazima tuwe na tahadhari kuweza kufanikisha jambo hili. Rais mstaafu Ahmed Selemani akasema, ngoja, nina rafiki yangu yupo kwenye kamati kuu ya wapambe wa Mr. Solomon wanaokuwa na mpigia kampeni. Subiri, ngoja nimpigie. Mr. Gombe akasema, kisha wazo lake likakubalika. Akapiga simu muda huo huo. Simu ilikuwa inaita bila ya kupokelewa. Akaipiga tena, alikadhalika haikupokelewa. Watu kwenye kampeni, tusubiri nusu saa, watakuwa wameshamaliza. Kampeni mwisho ni saa 12 na sasa hivi ni saa 12 na dakika 20. Saa 1 usiku tutampigia. Jumanne Harfan akasema wote wakaunga mkono mawazo yake. Dakika 30 sio nyingi zilisha, na kabla hawajampigia ghafla ndio kama wapigia. Mr. Gombe akapokea simu, akaongea naye kwa kitambo, kisha akamwomba ampelekee simu Mr. Solomon. Kisha baada ya Mr. Solomon kupewa simu ndipo rais mstaafu akachukua simu. Naomba kae sehemu ambayo hakuna ambaye atakusikia. Kama ukiweza unaweza kuingia kwenye gari lolote lile la wapambe wako, kisha uwe peke yako tuzungumze. Hakikisha kwamba lisiwe gari lako au lisiwe gari la mpambe wako au rafiki yako mkuu. Jitahidi awe ni mtu ambali kidogo kutoka katika mzunguko wako.
Rais mstaafu Ahmed Selemani akasema. Kisha kitambo kidogo kikapita huku ukimya ukitawala kumpisha Mr. Solomon atafute sehemu tulivu iliyo salama. Kisha Mr. Solomon akasikika kwenye simu yake akisema, tayari mkuu, ipo sehemu tulivu na salama. Una uhakika? Ndio mkuu. Unataka kushinda uchaguzi huu? Rais mstaafu Ahmed Selemani akamuuliza. Ndio mkuu. Unaniulizaje hivyo mkuu? Usio na shaka, watu wengi tupo upande wako. Wakubwa wa chama karibu wote wanakusupport wewe. Tumeamua afadhali tuongoze wewe kuliko yule mshamba kinyulumba. Sasa nisikilize ambacho unatakiwa kufanya ili njia yako iwe nyeupe. Na kusikiliza mzee wangu. Mr. Solomon alikuwa akijibu kwa heshima na adabu ya hadi ya juu sana. Unajua zimbaki siku 2 kufika uchaguzi. Kisha kesho kutwa mnafunga kampeni zenu. Halafu siku inayofuata ni uchaguzi. Ndio mkuu wangu. Nisikilize sasa. Rais mstaafu Ahmed Selemani akasema akikerwa na kukatishwa na Mr. Solomon akiwa anaongea. Ukimya wa kitambo ukatokea kisha kaendelea. Rais Kinyonumba ndiye ambaye alimua Askofu Joshua. Ushahidi wote tunao. Alimtuma mzee Kibangu kumua Askofu Joshua na mkewe. Kama utalitumia jambo hili vizuri kisiasa, linaweza kukujenga. Sisi tunachokusaidia ni kutoa tu ushahidi. Hiyo kesho jioni muda kama huu hapa. Huo hautakuwa ni msaada kwako. Rais mstaafu akasema. Hivi kumbe ni kweli? Utakuwa umenisaidia sana kwa kweli. Sasa napaswa kufanya nini? Mr. Solomon akasema. Umeuliza swali zuri sana. Kwa sasa hivi rekodi video ukisema yote tuliyokuwa tumekuambia. Kisha ichapishe kwenye akaunti yako. Sisi tutakusaidia kuirusha kwenye kituo kimoja hivi cha nje ya nchi ili kusambaza habari. Unajua kusema. Usije sema mimi ndiye ambaye nimekuambia, na kama utasema basi hesabu kwamba umekwisha. Na kutakia usiku mwema. Subiri mkuu, subiri kwanza. Vipi nikamatwa? Mr. Solomon kama amesema akiwa na kitete. Wewe ni mwanasiasa, unaogopa kukamatwa na polisi? Watakukamata, pengine watakupiga ukulazimisha useme wale kuambia ni akina nani na ushahidi uko wapi. Ila wewe usiwaambie. Muda kama huu kesho saa 1 kwenda saa 2 tutaachia ushahidi wa awali ambao utambagawisha na atakuachia ukamalizie kampeni zako. Hakikisha kwamba akikuachia siku ya kufunga kampeni ufanye nitakachokuambia kupitia mtu maalum nitakayekuwa nimemtuma utakapokuwa umetekwa. Rais mstaafu Ahmed Selemani akasema. Kisha simu ikakatika. Ilipofika saa 2 usiku, video ambayo ilikuwa inamuonyesha Mr. Solomon akimshutumu rais wa kumua Askofu Joshua na mkewe ilikuwa inasambaa kwa kasi mitandaoni, jambo ambalo liliwafurahisha sana rais mstaafu Ahmed na wenzake. Upande mwingine wa simulizi. Hapa tunarudi kwa mtaalamu wetu Sergeant Warioba pamoja na bibi Fernanda. Hapo tulikuwa tunarudia kisa ambacho kilitokea mpaka zile video za kuonesha kwamba rais anahusika na mauaji ya Askofu Joshua jinsi yalivyotokea. Sasa turudi kwa wataalamu wetu Warioba na Fernanda kule alipokuwa amekimbia kule kwenye mapoli baada ya vifo kutokea kule katika maeneo ya Kigamboni. Walitembea kwa kitambo wakiwa hapo katikati ya miti mifupi ya mihogo, wakipita miti minazi pamoja na mikorosho. Lilikuwa ni shamba kubwa kama eka 20 hivi. Wakachoka, wakaamua kupumzika kwenye mkorosho. Fernanda akamwangukia Sergeant Warioba kifuani, kisha akawa anapumua kwa tabu. Hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Jina lake la bega lilikuwa limetoneshwa na ile mikiki ya kuwakimbia wale watu wabaya. Alihisi maumivu makali mno. Nimeshindwa, sidhani kama naweza kuendelea. Fernanda akasema. Bado hujashindwa mpenzi. Niko pamoja na wewe. Nahisi kifo kipo mbele yangu mpenzi. Fernanda akawa anazungumza kwa tabu, uso wake akiwa ameukunja. Useme Fernanda, hakuna kibaki kitakachokukuta. Niko pamoja na wewe. Sergeant Warioba akasema huku akiwa amempakata na kumbembeleza. Hapa Fernanda alikuwa kimya akiwa amefumba macho yake. Bado usiku ulikuwa ni mkubwa, giza lilikuwa limetamalaki. Lala, pumzika kwanza, Sergeant akasema, kisha akaona macho ya Fernanda yakiwa yanafumbuka. Wakati zamana la Fernanda akazungumza. Mambo haya mpaka lini lakini? Tunahangaika usiku na mchana lakini kipi tunachokipata? Wazetu wamelala kwa raha zao tu. Natamani hata kama ningelikuwa na maisha ya kawaida tu kama watu wengine. Labda kwa sasa hivi ningelikuwa nimelala nyumbani kwangu nikiwa na mume wangu na watoto wangu. Fernanda kanyamaza kisha kama yafumba macho yake. Halafu akawa anapuliza kama mtu ambaye alikuwa anasikia maumivu makali kwenye bega lake. Sergeant
akawa anambembeleza kama mtoto. Maisha ya upendo, kujitoa kwa ajili ya wengine, kuwa huru kwa watu wengine, lakini kuchimbiwa shimo refu na kufukiwa na hao watu waliofanya mambo mema. Huenda hiyo ndo maana ya maisha kwa watu walio wengi wenye upendo wa kweli. Aliwahi kuniambia usilipe ubaya kwa ubaya, kisha kaniambia utendapo wema usisubiri matunda ya wema huo. Fernanda akasema mara Sergeant akamkatisha kwa kumuuliza swali. Nani ambaye alikuwa amesema mambo? Mwanamke ndiye aliyesema. Fernanda akajibu bado alikuwa akiyafumba macho yake, uso wake ukiwa umelegea kutokana na kuchoka. Sergeant alikuwa akimtizama katika uso wake huko akiwa amesahili uzuri wa uso wa Fernanda. Kisha Sergeant akasema, mwanamke gani huyo? Alikuwa mwenye ngozi nyeusi yenye kuteleza, lakini moyo wake ulikuwa ni mweupe wenye wema usiopimika. Nywele zake nzuri za Kiafrika zilikuwa ndefu nzuri kama manyoya ya kondoo. Mwenye sura nzuri ya upole. Huenda aliniambia maneno hayo. Fernanda kajibu, alikuwa ndo nani? Kwa nini umueleze namna hiyo? Inaonekana una kumbukumbu zake soft kai. Sergeant akasema huko akiwa anachezea nywele za Fernanda zilizokuwa ndefu na za kuteleza. Alikuwa ni mfanyakazi wa ndani katika jumba la mwanaume mmoja hivi wa Kireno aliyekuwa akiishi hapa da. Yule mwanaume wa Kireno alikuwa ni mlevi wa kupindukia, akiwa anaishi mwenyewe nyumbani kwake. Nyumba yake ilikuwa iko pembezoni kabisa kwa bahari. Hakuwa na company isipokuwa huyo mwanamke ambaye alikuwa ni mfanyakazi tu wa ndani. Kila wakati alikuwa akimtumia mwanamke mfanyakazi wa ndani kingono kila alipokuwa anamhitaji. Kisha alikuwa akimlipa pesa nyingi tu. Baada ya mazoea kupita, wakiendelea mchezo wao, ndipo yule mwanamke akapata mimba aliyokuwa amepana yule mwanaume wa Kireno. Alipofika hapo, Fernanda akanyamaza, kisha akafumba macho yake na kumwangalia Sergeant kama alikuwa anamsikiliza au la. Kumbe unanisikiliza ya nipo makini mpenzi. Sergeant akajibu, kisha wote wakatabasamu. Mimba yule mwanamke haikuwa lengo la yule mwanaume wa Kireno. Yeye alichokuwa anataka ni starehe ya ngono tu, na wala sio kitu kingine. Hivyo kitendo cha yule mfanyakazi kupata mimba kilimkera sana. Basi akawa anamnyanyasa sana. Akawa anampiga kila alipokuwa amelewa. Yule mfanyakazi wa ndani labda angewaza kwamba akimbia na kutoroka, lakini angekimbilia wapi? Hakuwa na ndugu, yeye mwenyewe alikuwa ni yatima. Hata kukutana huyo mzungu wa Kireno ni kutokana na kujishughulisha na kazi ya ukahaba alikuwa akifanya katika moja kati ya makasino aliyopo hapa jijini. Baada ya kununuliwa na huyo Mreno, wakaenda kufanya yao. Ndipo yule Mreno akatokea kumpenda tu na kumhurumia kwa kazi ile. Hatimaye akamwajiri kama housemaid wake pale nyumbani kwake. Fernanda alikuwa akisimulia huko akiwa ameangalia angani. Aliona mawingu yakiwa yanasafiri kwa kasi sana. Ilichukuliwa na upepo, huku nyota za angani zikiwa zinazuka na kupotea pale zilipokuwa zinafunikwa na mawingu. Kisha akasema, unaona jinsi yale mawingu yanavyosafiri? Hapo Sergeant akainua macho yake kutazama angani. Maisha yule mwanamke yalikuwa ni kama yale mawingu. Yalikuwa akienda na kupeperushwa, wala hata kujua angeweza kuishia wapi. Akapata mtoto wa kike akiwa kwenye lile jumba la yule Mreno. Akamuita jina lake Fernanda. Alipolitaja jina lake, ndipo Sergeant akashusha uso wake ambao alikuwa kauelekeza angani kutazama mawingu, akamtazama Fernanda. Alikuwa mama yako kumbe? Sergeant akasema. Hakuwa mama yangu. Fernanda akasema kwa kuona kaza macho yake tena kwa ukali sana. Sergeant akastaajabu. Sasa alikuwa nani? Alikuwa ni mama wako. Fernanda akasema hapo, akashusha uso wake na kuweka tabasamu, na wote wakacheka. Baba yangu ni Mreno, mama yangu mimi ni Mnyamwezi. Ndio maana niona hivi nilivyo hivi. Ulishangali pajoji Brazil, si ndio? Niliishi Brazil kwa miaka zaidi ya 7. Kisha nikaishi pia Mexico, na ndio maana kidogo nikaelewa Kimexico. Si ajabu mimi kujua Kiingereza, Kiswahili, Kireno, Kimexico na Kiarabu. Kuhusu Kiarabu nilikijua baada ya kujiunga na jeshi la kujenga taifa na kuteuliwa kwenda kupokea mafunzo maalum ya kijasusi ambayo yalikuwa yamelenga zaidi nchi zinazotumia lugha ya Kiarabu. Hivyo nikaenda kusomea Uarabuni miaka 5. Nikiwa nimepewa maelekezo nijue utamaduni wote wa Kiarabu. Hasa kujua dini ya Kiislamu, kujua Qur'an na kujitambulisha kama Mwarabu. Nilihitimu mafunzo yangu nchini Bahrain. Hapo ndipo nilipojipenyeza katika kundi la Ambagoni, nikijiingiza kama malaya baharini kwenye meli mbalimbali za anasa.
Uzuri wangu ulinifanya nipendwe na wakubwa wengi mpaka nilipokuwa nimeingizwa kwenye meli kubwa ya Ambergon ambayo simulizi yake ni ndefu. Nitakusimulia siku nyingine. Mle ndani uliponikuta katika meli ya Ambergon siku ile tukielekea Brazil, nilijua tu kwamba wewe ni jasusi tangu siku ya kwanza, Fernanda akasema. Lakini Sergeant Warioba akamkatisha. Unaweza kunielezea kwa ufupi kuhusu meli ya Ambergon tafadhali? Nimesema simulizi yake ni ndefu, ila kwa kifupi tu ni kwamba meli ya Ambergon ni moja kati ya meli hatari zaidi duniani ambayo husafiri majini na kubeba matajiri wakubwa wa ulimwengu. Mbali na matajiri wakubwa, pia hata viongozi wa mataifa makubwa kama Marekani, Japani, Urusi na Ujerumani, China, Uingereza, Ufaransa na Canada hukutana kujadili masuala mbalimbali ya siri za kuzidi kuitawala dunia. Meli ya Ambergon ilijengwa mnamo mwaka 1998 na kukamilika mwaka 2002 huko nchini Marekani. Matajiri wa dunia na viongozi wa mataifa makubwa yakakutana kwa mara ya kwanza ndani ya meli hiyo, na ndipo kundi la Ambergon lilipoanzishwa likiwa limeundwa kwa madhumuni makubwa ya kuiteka dunia na kuiweka kiganjani katika nyanja zote za maisha. Fernanda akasema. Sijenda kumkatisha. Uliweza kujua ni kwa nini walikuwa wameliita kundi hilo Ambergon? Niliwahi kuona tajiri mkubwa katika meli ya Ambergon. Nikamuuliza swali hilo, akasita kunipa majibu, lakini nilipongangania aliambia mbele nichanganya tu hata sio kwa na maana. Fernanda akasema, mambo gani hayo? Hajenda kauliza. Sasa kama naingia kileni, aliniambia kwamba Ambergon ni sayari iliyopo katika nyota ya Proxima Centauri, nyota ambayo ipo karibu zaidi na mfumo wa jua. Nyota ya Proxima Centauri ina sayari mbili tu tofauti na nyota yetu jua. Wanasema kundi la Ambergon lilipata jina lake kutoka katika sayari hiyo. Hapo Fernanda akaanza kulalamika kusikia maumivu makali kwenye bega lake la mkono wa kulia. Kau nisubiri hapa, niende huko nione kama nitapata msaada. Sergeant akasema akimwegeza Fernanda kwenye mti. Usielewe mpenzi, siwezi kubaki mwenyewe hapa na giza lote hili. Fernanda akasema, kisha akamkumbatiana kubusiana, alafu Sergeant akaondoka kimwaidi Fernanda kwamba atawahi kurudi. Aliondoka kasonga na kujipenyeza katikati ya vichaka vya miti ya miogo, minazi pamoja na mikorosho. Alipotembea kama dakika 5 hivi, kwa mbali akaona nyumba yenye fensi na senyenje ikiwa inawakata. Akasonga mpaka alipoikaribia. Kulikuwa kuna nyumba kubwa ya kizamani lakini nzuri, ikiwa imezungukwa na bustani ya maua katika kingo zake. Pembeni kulikuwa kuna mabanda mawili. Akili yake ilimwambia kwamba ni mabanda ya kuku. Bado alikuwa yupo kwenye senyenje kwa nje, akiwa na saili usalama wa eneo lile. Akatizama saa yake ya mkononi, ilikuwa ni saa 8 ikielekea saa 9 za usiku. Akatoa mkasi maalum, kisha akazikata zile senyenje na kupata mahali pa kuingilia. Lakini akiwa anahangaika kupita, ghafla kasikia sauti ya mbwa ikiwa inabweka. Akatulia na kutazama upande wa mbele iliko ile nyumba. Macho yake akamuona mbwa mkubwa mweusi akiwa anabweka na kumfuata kule alipokuwa. Kisha kabla ya cha kufanya, alishtuka kusikia mlio wa risasi ikitokea nyuma yake, na yule mbwa akadondoka chini. Alikuwa akapigwa risasi. Utulivu akilini mwake ukapotea. Akawa anaangalia huku na huku kuona zile risasi zimetokea wapi, lakini hakuona mtu. Akamkumbuka Fernanda. Wasije akamzuru mpenzi wangu Fernanda. Akawaza, lakini ghafla akasikia milio ya risasi umbali wa kilomita 1 upande alikokuwa amemwacha Fernanda. Akajua wale watu wabaya watakuwa wamemfikia Fernanda. Akaivuta senyenje na kurudi nje akiwa kashika bastola yake mkononi, akitembea kwa tahadhari. Akili yake ikamtahadharisha na mtu aliyempiga risasi, mbwa ambaye bila shaka anajua yupo eneo lile. Akiwa kajificha kwenye mkorosho, punde alishtuka kusikia sauti ya mtu anayetembea kwa hatua za kuburuza miguu. Ghafla akamwona mwanaume mmoja akiwa amevalia mavazi ya kijeshi lakini yenye mabaka ya kijivu na meupe, akiwa amebeba bunduki aina AK-47. Mwanaume yule akamuona Sergeant na bila shaka hakujua Sergeant yuko eneo lile. Laiti kama angelijua basi asingelikuwa anatembea kizembe namna ile. Yule mwanaume akatembea mpaka kwenye ule mkorosho ambao alikuwa amejificha Sergeant. Akaupita kama hatua 5, kisha akapokea simu ambayo ilikuwa inaita. Ndio mkuu, tupo eneo hili, tumesha take over. Hawezi kutoka. Fulani tayari tumeshamkamata huyu panya mwingine, dakika chache zijazo tutamtia nguvuni tu mkuu. Haitafika asubuhi tamleta kwako, iwe ni akiwa hai au amekufa. Sawa mkuu. Yule mwanaume alimaliza kuongea na simu. Sergeant alisi mapigo ya moyo wake yakiwa yanapiga kwa kasi alipokuwa amesikia Fernanda ameshakamatwa. Alijipapasa kwenye mifuko yake kuangalia ile simu janja ya Major Venance pamoja na chip, lakini hakuziona. Hapo akazidi kuchanganyikiwa.
mbona nilivyoweka vyote kwenye mfuko huu hapa imekuwaje tena sivioni? Au vilianguka nilipokuwa nimekaa na Fernanda pale? Sergeant akawaza akiwa amechanganyikiwa na kukamatwa na Fernanda na sasa haoni ile simu wala chipu. Akamnyemelea yule mwanaume kisha akamwekea bastola kisogoni. Tulia hivyo hivyo. Ukileta hila yote ile umekwisha. Sergeant akasema. Yule mwanaume akawa ameganda huko anasikiliza amri nyingine kutoka kwa Sergeant. Weka pale pale bunduki yako chini. Sergeant akasema yule mwanaume aliyevalia kijeshi akafanya kama alivyokuwa ameamrishwa. Ya Sergeant akampiga kitako cha bastola kwenye kisogo. Yule mwanaume alianguka chini kama mzaha yani. Kisha Sergeant akampekua, hakukuta la maana zaidi ya simu ambayo alikuwa akiongea nayo yule mwanaume. Akaipekua ile simu akashtuka kukuta namba ya kamanda mkuu. Ndiye Mr. Gombe. Kumbe Mr. Gombe anahusika na mambo yote haya. Yeye ndio msaditi, lakini haiwezekani bana. Mbona haingia kilini? Subiri. Sergeant akawaza kisha akapiga ile namba kuhakikisha kama kweli aliyekuwa amepokea atakuwa ni Mr. Gombe. Mara hii haikuita sana kama imepokelewa. Nimekwambia usipige simu mpaka niwe nakupigia mwenyewe. Sikukwambia kwamba kama kuna tatizo uandike tu ujumbe nitauona. Sitaki mazoea mabaya. Hujui kazi yetu ni kazi hatari. Sergeant hakuamini. Alikuwa akiongea kwenye simu alikuwa ni kamanda mkuu Mr. Gombe. Hakutaka kumjibu kitu, akawa anamsikiliza tu Mr. Gombe. Alipoona ajibu akasema hello. Kisha Sergeant akakata simu. Mr. Gombe, nitakuua. Nimekuwa mkimbizi ndani ya nchi yangu kwa sababu yako wewe. Ona maisha yangu yalivyo ya taabu. Nimepoteza babu na bibi yangu kwa sababu yako wewe. Mr. Gombe, na kuhakikishia nitalipa kisasi cha babu na bibi yangu. Alafu sasa hivi umemteka Fernanda. Na kwa pia utalipia kwa kile ulichokifanya. Sitolioba akasema akiwa anamtazama yule mwanaume aliyekuwa amevalia nguo za kijeshi ambaye alikuwa amepoteza fahamu. Yule mwanaume akazinduka bado akiwa na mawenga, alikutana na uso wa Sergeant ambaye alikuwa anavuta sigara. Karibu sana rafiki. Tunaweza kufurahia tumbaku kwanza. Sergeant akasema kwa akiwa anampa yule mwanaume sigara, yule mwanaume akawa anakataa. Alipojaribu kuleta ujanja, Sergeant akamnyoshia bastola katulia. Sitaki kuua. Nahitaji unisaidie mambo madogo tu kisha nitakuacha uondoke kwa mzima. Sergeant akasema. Sergeant, acha kujisumbua. Eneo hili lote limezingirwa na wanajeshi. Rais ameshatoa amri ukamatwe ukiwa mzima au ukiwa umekufa. Huwezi kukimbia serikali. Yule mwanaume akasema. Rais, Mr. Gombe ndo rais siku hizi. Sergeant akasema. Usiwe mjinga Sergeant. Rais wa nchi, Mheshimiwa bosi wa Kinyonumba, ndiye kaagiza kwamba ukamatwe. Yule mwanaume akasema, mimi nimefanya sasa mpaka nikamatwe. Wanauliza mimi. Hadi mambo ya siasa mzee. Mimi hata ukiniua utakuwa unanionea tu. Nimepewa amri ya kukamata, ulitaka nifanyaje labda? Yule mwanaume akasema, subiri. Kwa hiyo rais hajatoa sababu ya mimi kukamatwa? Sijenda kauliza. Hajatoa. Niambie mpeleka wapi Fernanda? Ukiniambia jambo hilo tu nitakuacha ukiwa mzima. Sergeant akasema, nimekwambia acha kujisumbua ndugu yangu. Wewe upo kwenye kazi hii hapa muda sana. Una uzoefu na mambo haya. Na kushauri ujisalimishe tu mwenyewe. Kabla jamaliza Sergeant akamemtupia ngumi ya uso iliyokuwa imemharibu vibaya jicho lake la mwanaume yule. Sina muda wa kupoteza hapa. Unasema usemi? Sergeant akasema. Yule mwanaume akawa kimya, agumia kwa maumivu huku akiwa anaushika uso wake. Sergeant akampiga risasi ya mguuni. Yule mwanaume akapiga yowe. Hapo hapo Sergeant akamzaba kofi la nguvu. Kelele. Ukileta tena kupaza sauti yako hapo na kuahidi kwamba nitakuua. Hayasema, mmempeleka Fernanda. Sergeant akasema kukinyosha bastola upande wa mguu mwingine. Subiri mpuzi. Nasema haraka kabla sija kupasua ile bicho lako. Wamempeleka Mwembe Mtengu, jumba la Bidini. Yule mwanaume akasema, kisha Sergeant akamsaili katika uso wake akaona hakuna tashio yote ile. Akamzimisha kwa kumpiga na kitako cha bastola usoni. Kisha kama ondoka akiwa anakimbia. Hapo alikuwa maeneo ya Kibada Kigamboni. Alikimbia kurudi mpaka pale alipomwacha Fernanda lakini hakumkuta Fernanda. Akiwa anataka kuondoka ghafla aliona mchoro pale chini uliokuwa umechorwa kama mshale kuelekea kushoto. Akili yake ikamwambia aelekee upande huo, lakini hakujua kwa hakika aliyechora huo mshale alikuwa ni Fernanda au mtu mwingine. Akasonga akichanja vichaka vya miti ya mihogo na minazi, akatembea kifuata nyayo za viatu. Hakuweza kujua yamkini ni viatu vya Fernanda au mtu mwingine kutokana na kwamba hata Fernanda alikuwa amevaa viatu vya kijeshi pia. Punde akaona zile nyayo zikiwa zimekomea eneo lile lile. Hapo akawa anaangalia upande huu na upande huu, lakini giza likamfanya sione kitu chote kile cha maana. Akaona anapoteza muda wake, akawa anaondoka huku akiwa anaangalia huku na huku.
Ghafla akashtuka kuona kitu kama kitambaa kwa mbali, akasimama kisha akapetoa ile simu ya yule mwanaume aliyemuua. Akawasha tochi kisha akamulika. Alishtuka kuona kitambaa cha Fernanda kikiwa kimetupwa kama hatua 10 tokea mahali zilipokuwa zimeishia zile nyayo. Alikimbilia ile kitambaa, kilikuwa kimekunjwa. Alikikunjua na kukutana na ile simu ya Major Venance na chipu ya hospitali ya Barrett. Akavichukua vile vitu pamoja na kile kitambaa cha Fernanda, kisha akaanza kukimbia kutoka katika ile shamba. Alikimbia mpaka aliposikia sauti ya pikipiki na magari yalikuwa yakisikia kwa mbali yakipita moja moja. Akaamua kufuata upande ambao alikuwa amesikia sauti hizo. Akafika barabarani, alikuwa kajificha kwenye kichaka pembezoni mwa barabara, akiangalia kama kuna angeweza kuona gari au pikipiki ambayo ingepita. Kulikuwa kimya. Pikipiki moja moja na magari machache yalikuwa yakipita moja moja. Alikuwa anahofia kujilengesha mwenyewe, kwani alijua kwamba eneo lile litakuwa limezingirwa na watu wa Mr. Gombe waliotuma kumkamata. Akiwa anafanya mipango yake, akaona kwa mbali kwenye barabara mwanga mkali ukiwa unakuja. Ulipokaribia akagundua kwamba ilikuwa ni pikipiki, kisha akajitokeza akiwa kashika bastola lake na kumwamrisha yule aliyekuwa kwenye pikipiki ashuke. Yule kijana kwa hofu akashuka, kisha sergeant akasema baada ya kupanda kwenye pikipiki, naam. Kilichoendelea msikilizaji, usikose kukana nami katika sehemu ya 12. Katika sehemu ya 11 tunaishia hapa. Mtunzi akiwa Robert Heriel, director ni kwenye mamaiki kusimulia mkasa wa kusisimua wa mapigano na upelelezi unaokwenda kwa jina la Secret Agent, yani wakala wa siri. Tukutane katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 12 ya simulizi yetu wakala wa siri. Bye bye.